Bwana sifiwe. Kuna kipindi kile wale watu walikuwa wameenda katika maeneo ambao walianza kuwindwa. Adui alianza kuwatumia viongozi ili kuwamaliza watu hao. Lakini wale watu adui alipata nafasi. Kupata nafasi sio kwamba Mungu hayupo. Bwana pewe sifa. Kuna wakati adui anaweza kupata nafasi kwako, lakini wewe amini Bwana atakusaidia. Amen. Are we together church? Amen. Are we together church? Amen. Kuna kichwa cha mtu kinanielewa. Wale makamanda kuna wakati adui aliwatia kwenye giza. Aliwatia katika kifungo. Alitia katika gereza. Adui alimtumia kiongozi mmoja ambaye ndiye mtawala wa pale ili kuharibu lile jeshi la Mungu, ili kuharibu lile jeshi lao. Walipotiwa katika lile gereza, napenda sana historia moja anasema kwamba wale watu walipotiwa, kuna jemedari mmoja alikuwa ni mkongwe wa vita. Yeye alikuwa tokea muda mrefu. Wanafunzi wake wakaanza kumuuliza, "Je, wewe ulishaikuwepo katika hiki kipindi? Tuonyeshe njia ya kutoka." Maana yake walikuwa wametiwa, hawana silaha, hawana upanga, hawana ushale, hawana upinde, hawana hata kisu. Katika kitafiti iko za zamani kulikuwepo kabla ya silaha bunduki kuanzishwa, walikuwa wanatumia ni mapanga, mishale, kisu na upinde kama ni nyenzo ya vita. Bwana pewe sifa. Lakini kipindi kile wakati wametiwa katika zile gereza, mwanafunzi wake anamuuliza, "Wewe umeshaipitia situation, maana yake una mafunzo makubwa." Ninachompenda yule kiongozi anasema kwamba kipindi hiki au wakati huu tumwite Yesu. Bwana pewe sifa. Tuamini kwamba Mungu atatusaidia. Yule mwanafunzi akapigwa na butwaa. Yule mwanafunzi akashindwa kuelewa. Akasema, "Kwa nini wewe umeshapitia?" Akasema, "Amini Bwana atatusaidia." Bado akuelewa, akamwambia, "Atatusaidiaje? Atatusaidiaje wakati tumeshatiwa kwenye gereza? Atatusaidiaje wakati hatuna hata silaha?" Akasema, "Mwamini Yesu tu, mimi naamini atatuma msaada wake." Baada ya dakika chache tu, kama usiku wa kuamkia siku nyingine, alafu linatuma jeshi lingine ambacho ni kikosi chengine, Bwana akawasaidia. Bwana pewe sifa. Lilituma jeshi wakati wao wameshateketezwa kama kundi lao, awamu wamebakia wako nusu. Wako nusu wameharibiwa. Wengine wamekufa, wengine wamechomwa moto, wengine wamejeruhiwa, wengine wameteswa, hawawezi hata kunyenyuka. Lakini adui yule kiongozi aliwaweka katika sehemu ya moto, kuchoma moto, ambapo hawana hata msaada wa kufanya chochote, hawana hata njia ya kutoka.